Jina langu ni Mlowe Frederick, ni mtafiti mwandamizi wa eneo la afya ya udongo katika Taasisi ya Kilimo Tanzania. Leo ilikuwa ni siku ya mkulima kupitia shughuli za mradi wa ustahimilivu na uendelezaji wa kilimo kupitia afya ya udongo katika mikoa ya Ruvuma, Mbeya, Songwe na Rukwa. La kwanza ni majaribio katika mazao makuu ya mahindi, viazi na mpunga. Na eneo la pili itawasimamia uchukuaji na uchakataji wa afya ya udongo katika mikoa hiyo na kutoa mapendekezo ya viwango stahimilivu vya matumizi ya mbolea katika maeneo tofauti tofauti kwa mazao hayo matatu. Na la mwisho tutatengeneza kitu kinaitwa digital soil mapping, yaani ni digitali ya utambuzi wa viwango sahihi vya mbolea kupitia simu zetu za mikononi katika maeneo mbalimbali ambayo mkulima ataweza kutumia na kujua ni kiwango kipi cha mbolea sehemu alipo aweze kuweka katika mazao hayo makuu matatu. Hii tumeshafanya majaribio zaidi ya maeneo 23 katika mazao hayo makuu matatu, na tumeweka demonstrations plot, yani mashamba ya maonyesho kupitia viwango stahiki vya mbolea ndani ya maeneo hayo ya mikoa mitatu. Jumla ya mashamba 25 tayari yameshaanzishwa na sasa tupo katika kipindi cha mavuno, na leo ilikuwa ni siku ya kufanya siku ya mkulima katika mashamba ambayo tumeyawezesha katika maeneo yetu. Jumla ya wakulima tutakaowafikia kupitia mradi huu ni 1,300,000 katika maeneo hayo kwa teknolojia zetu tutakazozitengeneza chini ya TARI. Naitwa Watson Matamwa, mimi ni mtafiti toka Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Uyole. Tunasisitiza mkulima pande mbegu ikiwa na umri wa siku 14, akichelewa sana iwe ni siku 21. Lakini jambo linalofuata hapo ni uwekaji wa mbolea. Baada ya kupandikiza miche, siku ya 7 aweke mbolea ya kupandia, kwa sababu siku hiyo ya 7 itakuwa ni kwamba mmea unakuwa na uwezo wa kufyonza mbolea iliyowekwa. Lakini tunasisitiza baada ya siku 14, manake siku ya 21 aweke mkuzio wa kwanza wa mbolea ya kukuzia. Na akizingatia hayo, baada tena siku 14, manake siku ya 35, mkulima anapaswa tena aweke mbolea ya kukuzia kwa mara ya pili. Hapo katika utafiti zetu ambazo tumezifanya, mkulima ataona tija katika uzalishaji na atapata mavuno ambayo kiukweli yatamletea faida kubwa. Mimi kwa majina naitwa Dennis Tipe, ni mtafiti mwandamizi natokea kituo cha utafiti wa kilimo Tanzania TARI, kituo cha Uyole. Tunasisitiza wakulima watumie mbegu iliyo sahihi, lakini pia tunasisitiza matumizi ya mbegu changa, kwa maana kwamba mbegu hizo zikipandwa kwa wakati zinapacha kirahisi, na matumizi sahihi na mbegu sahihi. Lakini hapa tuna ushahidi kabisa kwa mkulima huyu hapa kwamba ana uhakika sasa wa kwenda mpaka gunia 46 kwa ekari moja kutoka gunia 30 za mwanzo. Na nikifanya hesabu ya haraka ina maana kwamba tija ipo kwa mkulima kama ana uwezo wa sasa wa kupata kuongeza tija au uzalishaji kwa asilimia zaidi ya 50. Ina maana kwamba kipato cha mkulima huyu kinaongezeka, lakini pia kipato chake pamoja na uhakika wa chakula. Mimi naitwa Emedi Mayanda, ni bwana shamba mauzo kutoka kampuni ya OCP Tanzania. Kabla ya yote tungependa kuishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kuwekeza katika sekta ya kilimo. Tumejifunza shamba darasa ambao limetumia mbolea za TSP ikichanganywa na mbolea ya MOP pamoja na SA limeleta utofauti mkubwa sana na shamba darasa ambao alikufuata taratibu hizo. OCP Tanzania kwamba mbolea zetu zinapatikana Tanzania nzima, sio changamoto, lakini mbolea hizo zinapatikana kwa mfumo wa ruzuku ukiratibiwa na taasisi ambayo inasimamia udhibiti wa mbolea TFRA. Naitwa Pelesi Simoni Visima, ni mkazi wa kijiji cha Utulo na ni mkulima pia. Nimejifunza vitu vingi, hasa kilimo cha kutumia mbolea kwa wakati na kupanda mbegu ikiwa changa, kwa sababu mara nyingi katika watu ambao walikuwa wanapanda mbegu imekomaa ni mimi.
Yaani mimi nilikuwa najitahidi eti nimeona kama nimepanda mbegu changa basi mbegu ina siku 21. Kumbe siku 21 ni mbegu ambayo ni siku ambayo nataka nikuzie shamba langu toka kwenye siku 10 na nilivyopandwa kuja zile 7. Lakini mimi siku 21 ndizo ambazo nilikuwa naitoa mbegu kwenye kitalu kwenda kufanya nini? Kupanda. Kwa hiyo nimegundua nilikuwa ninakosea na ndio maana nilikuwa na sipati mazao yaliyo safi. Lakini kwa mwaka huu na kwa muda huu nimejifunza. Jina naitwa Katekista Musa Kivambe, ndiye mwenyekiti wa serikali ya Uturo. Kwa kweli nina kila sababu ya kumshukuru Mama Samia kwa kazi aliyoifanya kuwawezesha wawezeshaji hawa wamefika kwenye vijiji vyetu, kijiji cha Uturo pamoja na kijiji cha Ukwama pamoja na kijiji cha Mtamba. Kilimo ambacho tulichokuwa tunalima cha mazoea, mbegu tunapanda zimepitwa na wakati kuanzia siku 21 na kuendelea, na mbolea tunapiga moja yulea na tena si kwa kuzingatia muda. Na tulivyoona hapa, kwa kweli utofauti ni mkubwa kabisa kwa kufuata wataalamu wetu wa shamba, kifuata na tukizingatia mavuno tutapata yaliyo mengi, kwani kilimo walichokifanya katika shamba darasa hili hapa, naamini wazi kwamba mavuno utapata ni mazuri na ni mengi ambayo gharama yatakizi. Naitwa Mary Aida Nikasembe, mimi ni mkulima. Hili shamba ambalo tuko hapa leo kwa ajili ya kutoa elimu mbalimbali. Kwanza niliweka baada ya siku 7. Hiyo yenye mchanganyiko wa mopu, TSP na SA. Baada ya siku 7. Mbolea ya pili nikaja kuweka keni ambayo ni siku 21. Mbolea ya 3 nikaja kuweka tena keni ambayo ni siku 32. Kilimo cha mazoea ambacho nilikuwa nalima huko nyuma, kwa nusu eka nilikuwa napata wastani wa gunia 15. Baada ya kupata elimu na kufanya vizuri, kufuata taratibu zote, natarajia kupata hizo gunia 23. Kwa sababu ukipanda kwa kamba au ukifuata taratibu zote za kilimo na weka mbolea kwa wakati, unapalia kwa wakati na kila kitu, unaweza kupata mavuno mengi tofauti na ukipanda kawaida alafu unapanda mbegu imezeeka. Kwa hiyo huwezi kupata mavuno mengi, lazima utapata mavuno machache.